Cha ajabu ni kwamba kuna baadhi ambao mpaka sasa hawajajua hata kama kuna vitabu vinaitwa Shuhuda kwa Kanisa. Sasa ni vyema kuweza kujiuliza ni kwa nini tena, kama kuna vitabu vinafaa kuweza kusomwa ni Shuhuda kwa Kanisa. Na ukiangalia vitabu vingi vya wanabii vimetoa nukuu zake, utakuta amesite gombo la pili, amesite gombo la 4, la 6 na kuendelea. Sasa kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kujifunza hizi Shuhuda kwa Kanisa, na hizi ndizo zinazotupatia mwangaza wa namna kanisa litakavyokuwa, namna ya kupeleka Injili, namna ya kuishi ndani ya kanisa, lakini vile vile inatusaidia sisi wenyewe kila mmoja personally kuweza kuelewa wajibu wake kwa Mungu na wajibu wake katika utendaji wa kazi. Kwa hiyo bado kuna umuhimu mkubwa sana, umuhimu mkubwa sana. Sasa ni vile watu wa Mungu kumekuwa na kuishi Laodikia, na ningependa kusema ya kwamba kama Mungu angetusaidia kweli kama ambavyo anatusaidia, ni vile hatujui, viongozi wa makanisa, viongozi wa makundi kadhaa wangetakiwa waweze kuhakikisha ya kwamba hizi Shuhuda kwa Kanisa zinasomwa, na kama ndivyo basi ingewekwa mikakati kama ambavyo inasomwa Biblia kwa mpango, na waambieni tungeweka kusoma roho ya unabii kwa mpango, hasa Shuhuda kwa Kanisa. Na unaona, ngoja tujifunze kidogo uweze kuona umuhimu wake sasa, alafu baadaye utakuja na wewe uunge mkono hata zaidi katika hili, kusemea katika kanisa lako unalosali, lakini vile vile hata wewe mwenyewe binafsi kuweza kuona wajibu wako katika kuisoma Shuhuda hizi na kuishi huo ukweli, maana kwa tabia ya Mungu anapokufunulia ule ukweli anahitaji uishi ndipo akufunulie kweli nyingine. Kwa hiyo Mungu akusaidie sana. Ninaomba tuweze kwenda katika kitabu cha katika gombo la pili ukurasa wa 605. Ukurasa wa 605. Naomba uweze kunisikiliza vizuri. Anasema hivi, nilichukua hii hapa tunasoma paragraph ya pili. Anasema nilichukua Biblia ya thamani na ikazungukwa na shuhuda kadhaa za kanisa zilizotolewa kwa Mungu. Hapa nilisema mimi, kesi karibu za wote zimetimizwa kwenye shuhuda hizi. Dhambi ambazo wanapaswa kuachana nazo zilionyeshwa. Ushauri ambao aliutaka unaweza kupatikana hapa, umetolewa kwa kesi zingine zilizo sawa na za kwao wenyewe. Mungu amekuwa radhi kukupa mstari juu ya mstari, amri juu ya amri, lakini sio wengi wenu mnaojua hakika yaliyomo kwenye shuhuda. Huo ni ukweli, si wengi. Ndio unaweza ukaona hatari inayokuja ni kwamba kuna mwingine unaweza ukakuta ni mwenyekiti fulani, mzee wa kanisa, lakini hajui shuhuda hata moja. Sasa hiyo ni hatari sana. Mimi ninaomba uweze kunielewa japo kidogo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kuna mifumo yetu ya ibada. Ukisoma katika gombo la 5 linaelezea namna ambavyo mfano ni kuonyeshe namna ambavyo ibada zetu zinatakiwa kwenda. Lakini pia ukisoma vizuri hata namna ya kuhubiri, mhubiri anabidi ahubiri vipi imeelezwa. Ndio unaona hatari nyingine ya wahubiri wetu wanahubiri kama walokole tu sasa hivi, kitu ambacho kimekatazwa katika shuhuda. Ndio maana ikaitwa Shuhuda kwa Kanisa. Kanisa limepewa hizi shuhuda. Yaani ni kama vile tunapoishi sisi na Tanzanite alafu bado tunajiita masikini, ndivyo kanisa la Waadventista lilivyo leo. Mungu na atusaidie sana. Sasa ninaomba tuweze kuendelea nayo hiki kitu. Ningependa ndugu yangu, kama vile ambavyo tunajua wajibu wetu ulivyo mzito, uweze kujua ya kwamba kuna wajibu, na huo wajibu unabidi kuweza kutekelezwa kwa sababu hakuna namna, tunatakiwa tubebe na kujua mapenzi ya Mungu ni yapi, kwa sababu Biblia imetufunulia vyote, lakini bado hatujaweza kuelewana navyo.
kwa asilimia kubwa shuhuda zimeleta kuweza kutoa mwangaza zaidi, kuelezea ni nini ambacho A mpaka Z kifanyike ndani ya kanisa na mienendo mingine. Hakuna. Anasema lakini sio wengi wenu mnaojua hakika yaliyomo kwenye shuhuda, hamyajui maandiko. Hamyajui maandiko, ndio anaeleza hapo kwamba tungesoma shuhuda, tungesoma Biblia basi tusingehitaji hata hizi shuhuda. Lakini zimeletwa kwa sababu ya kuweza kusisitiza wajibu wetu ulivyo. Anasema hivi katika 606 paragraph ya kwanza. Sikiliza kwa makini sasa uweze kuona wajibu huu. Sikiliza kwa makini. Hata tunapomaliza hapa, hakikisha na wewe unapata hizi shuhuda zote. Zipo 9 kwa ujumla wake. Kwa hivyo ipo ya kwanza mpaka la 9, ambapo utakuja kuona namna, ukiangalia mfano kama Gombo la 9 linavyozidi kutuelezea namna hata ya kupeleka injili kwa watu wengine, mataifa mengine na vitu vingine. Unakuja kuona ya kwamba kumbe wajibu ni mzito sana. Mungu akusaidie, anisaidie. Tunasoma. Nikasema zaidi, kama neno la Mungu lilivyozungukwa na hivi vitabu na majarida, ndivyo Mungu amekuzingira ndani na kukukaripia na kukushauri maonyo na kukutia moyo. Haya yote yanapatikana katika shuhuda, yanapatikana katika vitabu vya roho nabii, yanapatikana katika majarida. Ukiingia katika Ellen White Estate utakuja kukuta kwamba kuna vitu vingi sana, vitabu pale viko 120. Sasa ukija bado majarida bado manuscript release bado Review and Herald magazeti yale na mambo kadhalika. Kwa hivyo anasema hayo yote yanakuja kutuonesha ushauri upo ndani, kutukaripia ndani, maonyo na vitu vingi na kututia moyo. Haya, anasema tena hapa, sikiliza, hapa mnalia mbele za Mungu katika uchungu wa roho zenu kwa nuru zaidi. Nimeidhinishwa na Mungu kukuambia kuwa hakuna mwangaza mwingine wa nuru kupitia shuhuda utang'aa kwenye njia zenu mpaka myafanyie kazi matumizi ya nuru mliopewa. Bwana amewazungushia wigo kwa nuru, lakini hamjaithamini nuru, mmeikanyaga juu yake. Lakini wengine wameidharau nuru, wengine wameipuuza au wameifuata lakini bila kuijali. Wachache wameweka mioyo yao kutii nuru ambayo imempendeza Mungu kuwapa. Unaona? Kwa hivyo inaonesha makundi ambayo yamepatikana mpaka sasa, ya kwamba kuna watu ambao mpaka sasa hawajaichukulia, ambao ni idadi kubwa sana ya watu. Sasa kazi ambayo nasema ni nini? Ya kwamba hebu kila mmoja aweze kuangalia ukubwa wa kazi tulionayo, lakini maarifa makubwa ambayo yanahitajika. Ndio maana utakuja kukuta, kwa mfano nikupe point nyingine ya ulaji wa nyama leo. Unaona, ulaji wa nyama leo mtu anaishia katika Biblia, tena si Biblia tu, Biblia yenyewe tu ukiisoma katika uelewa wa mtazamo wa shuhuda, utakuja kukuta si mpango wa Mungu leo sisi watu wa Mungu kutumia nyama za wanyama. Lakini unakuja kukuta mtu anasimamia katika kitabu cha Walawi sura ya 11, hapo tu ndio anasema sasa Mungu ameruhusu sasa nyama, ameruhusu kuna najisi na ambao si najisi. Ukisoma shuhuda vizuri utakuja kukuta umemaliza tu kusoma shuhuda utumii tena kabisa nyama. Ambazo shuhuda zinakurudisha pia katika mtazamo wa Biblia. Unaona ndio unakuta sasa kama ukisoma katika Walawi 11 ukaishia hapo, hebu imagine kwa nini katika mwanzo Mungu anasema chakula hicho alichowapatia basi ni hakutaja wanyama, na hapo katika kitabu hicho ametaja sasa wanyama. Kumbe unakuja kukuta kuna nyakati zinatofautiana na lengo la Mungu kwa wakati huo. Sasa kwa wakati huu, je, Mungu mpango wake uko vipi? Ukoje? Mungu atusaidie kuweza kuelewa. Sasa ukitaka kuelewa hapo, lazima uingie katika shuhuda uweze kuelewa Mungu ana mpango gani. Na makanisa leo yanajengwa, mengine yanajengwa kwa magorofa ambayo hayana maana, kwa sababu hata wale wanaoongoza hao watu wanaopoteza kwa sababu hawasomi shuhuda. Unaona
Sasa watu tena wanaanza kurundikana. Mungu atusaidie, maana ujumbe tulionao ni wa kupeleka na tunatakiwa kuweza kuingia katika vijiji, kuingia huko kuweza kufanya makazi na hata kupeleka kazi ya Injili. Lakini leo ndio hivyo, makanisa yanajengwa kwa mfumo ambao Mungu hajaelekeza. Anasa nyingi zinafanyika kwa sababu watu hawajui. Hebu angalia kitu kimoja hapa ndio uone Biblia inavyotueleza. Kwanza katika sura ya 22 mstari wa 29 wa Mathayo anasema mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Sasa hebu angalia kitu kimoja hapa ndio uweze kuona kama wewe pia ni kiongozi. Tukianza na viongozi wanaoonekana waliotajwa kwa jina la viongozi, hawa wana wajibu mzito ambao hawajawahi kufikiria. Kwa hivyo wenyewe wanatakiwa wasome hiyo. Wakisha kusoma na kuelewa wajibu wao, wasije wakapoteza watu wakawapeleka sehemu ambayo Mungu si mpango wake. Unaona leo kuna maigizo yanaingiwa zwa kanisani. Viongozi wapo nao wanachekelea tu, wanaangalia nao ni kama vile vipofu. Sasa wanakuwa wanaongoza vipofu wengine. Lakini kama shuhuda zingesomwa, wakaelewa, wakajua ni nini ambacho Mungu anasema. Katika kitabu cha Isaya sura ya 9, hebu naomba uweze kusikiliza ndugu yangu, mstari wa 16. Nasema hivi, kwa maana waongozao watu hawa ndio wawakoseshao, na hao walioongozwa na watu hao wameangamia. Kwa hivyo wale wanaoongoza wanawapeleka katika kupotea, lakini wale wanaongozwa nao wameangamia. Si uzuri wa kutoangamia eti kwa sababu wewe umeongozwa na ambaye hakusoma. Hapana. Mungu atusaidie katika kuelewa haya mambo na kuelewa na mzigo tulionao, kwa sababu hatuwezi kupeleka kitu wakati sisi hatuna. Unaona, Ezekiel anaambiwa kula gombo hilo na ndipo uende ukapeleke kwa watu wa Israeli, watu wangu. Mungu na aweze kutusaidia sana, ukaweze kubarikiwa katika hicho ambacho Mungu anahitaji tuweze kukielewa katika